Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza maisha, fursa na kujijenga kiuchumi. Sisi Moyo wa Malezi tunawaalika watu, tunawakaribisha ili tuweze kujifunza kwa pamoja kuhusu malezi, kuhusu kipato, kuhusu kujijenga. Tunapojijenga maisha yanakuwa mazuri na watoto wetu wanakuwa tena sio watoto ambao wanakuwa wanategemea kuhangaika na nini, yani familia zinakuwa nzuri na sio familia tegemezi. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia uzuri wa biashara ya bidhaa za urembo kama hereni, cheni na vinyago. Hii sio biashara peke yake, bali ni kitu ambacho kinagusa maisha ya watu. Kinagusa watu wengi. Wakati ule ule kikionyesha kwamba kipaji kina uwezo wa kukulipa. Kipaji kina uwezo wa kukutengenezea kipato. Leo kwenye Moyo wa Malezi tumejaribu kugusa, tukakutana na vijana kutoka nchini Kenya. Tukaangalia hawa vijana kutoka nchini Kenya wanafanya vipi kuhusu hii biashara ya vipodozi, biashara ya vitu vya urembo, biashara ya vinyago, wanatengeneza wanafanyaje, na mwisho wa siku inakuwa ni fursa. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hapa nimemkuta kaka mwingine kwenye biashara. Kama mnavyoona, hii ni biashara ya vitu vya urembo. Kuna vyombo kama hapa, pia kuna pete, kuna hereni, kuna vitu kama hivi ambavyo watalii wanavipenda. Labda kaka anaweza akatuambia kidogo anafanya nini kwenye hii shughuli na yuko wapi, ili watazamaji mnaweza kufika. Ukifika Kenya unamkuta huyu kaka kwenye sehemu yake ya biashara, unaweza kumuuliza. Karibu kaka. Asante sana, mimi naitwa John, tuko hapa Galleria Mall. Tuko na hizi duka tunazia wasafiri sana kutoka ng'ambo, kutoka East Africa, West Africa, dunia nzima. Dada zetu hapo wametembelea na tuna appreciate, tunaweza try it. Oh, the blue one. Okay, yeah, okay, try. Okay. Do you buy it? I think this is nice. Okay, go ahead. Have that one. Okay. It's fitting you. Yeah, we can. Okay, yeah, that's it. Your name is Stella. My name is John. Nice to meet you. Your friend is Mary. Nice to meet you, Mary. You're so much welcome to Kenya, the area. Thank you. And we also do etching of glasses. These ones have been etched by hands with a Dremel. So these what? are Dremel. Dremel. Dremel is an etching object that we use. Okay. So we etch them. It's visible, right? Inaonekana. Linaonekana vizuri. Hiyo ya kukunywa whiskey, hiyo ya kukunywa wine. Kama mnavyoona bidhaa kama hivi, bidhaa ambazo unakuta mara nyingi ni watalii wananunua, lakini hata Waafrika mnaweza mkanunua vitu kama hivi kwenye mall kama hizi. Unafika kwa ajili ya kuwasupport watu ambao wanafanya kazi nzuri kama hizi, wanafanya biashara, vijana wanajituma kabisa, unakuta wanafanya kazi. Na muona hapa kaka yuko pia vizuri kabisa, akiwa anahakikisha kwamba mteja wake anaweza kupata material na akapata vitu vizuri. Lugha ni nzuri wanatumia, huduma ni nzuri kabisa. Tumekuta na dada ametulia hapo anahudumiwa. Mambo ni mazuri kama mnavyoona. Wanafanya kazi kwa moyo kwa kweli, na sehemu ni nzuri, bidhaa ni nzuri. Tumeona hata hizi glasi ambazo zinatengenezwa pia. Hizi zote ni kazi za mikono. Ukiona hapo unaweza ukafikiria ni kazi ambazo zimefanywa kiwandani. Hapana. Hizi zote ni kazi za mikono ambazo vijana wanafanya hivi. Sasa tunasema vijana tufanye kazi. Fanya kazi, vijana kama hao unavyowaona hapo wanafanya kazi. Katika kupita kwangu pia nilikutana na dada mmoja
ambaye pia anajishughulisha na hii biashara ya vitu vya urembo ambavyo ni hereni, cheni, pete, bangiri, lakini yeye amekwenda mbele zaidi, pia anatengeneza na table mats. Anatengeneza hizi table mats, hizi ni maalum kabisa kwa ajili ya kuweka mezani na kuweka chombo mezani kisipate yani meza isiungue. Table mats ni nzuri. Niliongea na huyu dada hapa, yeye anatokea Arusha. Yuko Tanzania Arusha, anajishughulisha na hii biashara. Hii ndio biashara ambayo inamuweka mjini, anasomesha watoto wake na maisha yanakwenda vizuri. Kwa kweli nilifurahi sana kuona kwamba dada kama huyu ana uwezo wa kupambana, ana uwezo wa kufanya vizuri, ana uwezo wa kukutana na wateja, na mwisho wa siku unakuta ni pesa ameweka mfukoni. Pesa zinamsaidia kwa ajili ya maisha na familia yake kwa ujumla. Hii ni biashara nzuri ambayo hata wewe mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi una uwezo wa kufanya. Kama hauwezi pia ni kupata tu mafunzo, unafundishwa, unaingia sokoni, unafanya biashara na unapata pesa. Hakuna kukaa tu bila kufanya kitu. Kwa sababu mimi pia naielewa hii biashara ya vitu vya urembo kama cheni, hereni, vinyago, nini. Sijawahi kuwa nyuma hata siku moja. Ninaongeza kipato changu cha ziada kwenye kazi zangu ninazofanya kwa kutengeneza hivi vitu, ninauzia watu, ninapata wateja. Huenda hata wewe mtazamaji ni mteja wangu. Vitu hivi vinalipa sana. Naweza nikakuonyesha mfano tu hapa. Unaona cheni kama hii. Hii ni cheni ambayo nimeitengeneza. Mtu unaweza ukaivaa kwenye shughuli. Unaweka tu hapa shingoni, unafunga huku nyuma, inakaa vizuri, inajaa shingoni. Kitu kama hicho. Cheni kama hii, cheni nyingine rahisi kabisa kama hii hapa. Hii hapa ni cheni ambayo unaweza ukaivaa tena shingoni. Unaona kama nilivyovaa hapo shingoni, imekaa vizuri, inakamata vizuri shingo yako. Ukivaa nguo ya wazi, una uwezo wa kushusha chini, ukaweka hapo vyovyote vile unavyopenda. Cheni rahisi tu kama hii ni ambayo unaweza ukavaa tu vizuri, ukapendeza. Hivi ni vitu ambavyo unatengeneza kwa mikono tu, wala sio mashine. Nimetengeneza vitu kama hizi. Hizi ni bracelet. Hizi unaweza ukavaa kwenye mikono yako. Unavaa kwenye mikono yako namna hii, kama hapa nimevaa. Hii inaweza nimevaa. Unaweza ukavaa nyingi, ukavaa moja, inategemea na mapenzi yako. Mara nyingi huwa mnaona kwa mfano watu wa mataifa mbalimbali wanapenda wakija wanavaa vitu kama hivi. Hivi ni vitu ambavyo tunatengeneza tu kwa mikono. Hii ni kazi ya mikono yangu nimetengeneza, na ndio maana ninakuelezea hii biashara kwa sababu ni vitu ambavyo navijua, vitu ambavyo vinalipa. Unaona cheni kama hivi unaweza ukatengeneza tu kwa kutumia vifuu vya nazi. Unatengeneza kitu kinakaa vizuri. Tumeenda mbele zaidi, tunatengeneza vikuku. Hivi ni vikuku ambavyo mtu unaweza ukavaa miguuni kwa ajili ya kuremba miguu. Unaona ni vitu rahisi sana vinatengenezwa. Hereni kama hizi. Hizi ni hereni ambazo unaweza ukavaa masikioni. Ndugu mtazamaji, Mungu akitujalia wakati mwingine taendelea kukuonesha bidhaa ambazo zinatengenezwa kwa kutumia shanga. Ni biashara pia nzuri sana. Unaona kama hii hapa, hiki hapa ni kifaa kwa ajili ya kuweka vitu mbalimbali. Kinaweza kikatumika hata ofisini, kikatumika mahali popote. Unatumbukiza ndani vitu vyako, unaweza ukaweka kalamu, ukaweka vitu mbalimbali kama hivi, vinakaa vizuri, funguo nini, kinakaa mezani. Unaona vitu vya kutumia shanga pia. Unaona hii pochi. Hii ni pochi ambayo imetengenezwa vizuri kabisa kwa kutumia tu bidhaa za shanga. Kwa hiyo tutakuja kipindi kingine, tutafundisha, tutaonesha jinsi ya kutengeneza hata table mats kama hizi unatumia shanga. Huo ni ujasiriamali. Watu wameenda mbali zaidi, wanatengeneza shanga kwa ajili ya kuremba kiuno. Unaona, lakini vyote hivyo ni vitu vya urembo. Wanatengeneza kitu kama hiki. Hiki hapa ni maalum kabisa kwa ajili ya kuweka hereni, kuweka cheni. Unatunza kwenye chombo kama hiki, unafunika, unaweka mezani, vitu vyako haviwezi kupotea. Ndugu mtazamaji, biashara ya vitu vya urembo, vitu vya kutengeneza kwa mikono, vitu vya kutumia shanga, vitu vya kutengeneza wewe mwenyewe inalipa sana. Hiyo ndio faida nataka kukuonesha kwamba hata wewe una uwezo wa kufanya nyumbani tu, hata baada ya kuwa umetoka kwenye shughuli zako ukafanya. Wewe kama mzazi, wewe kama mlezi, wewe kama mwalimu au mfanyakazi mwingine, ukajikuta umeongeza kipato chako, familia isiyumbe. Tunapofika mwisho wa mazungumzo yetu leo, tukumbuke kwamba uzuri wa bidhaa hauanzii nje,
ila unaanzia ndani ya mtu mwenyewe, ndani ya moyo wake, mtu ambaye ana uwezo wa kuthubutu na kufanya kitu kizuri, kwa sababu anakuwa ndani nafsi yake inamwambia fanya kitu fulani, fanya kitu kizuri, na anajikuta amegusa maisha ya watu wengine. Biashara ya vitu vya urembo, biashara ya vinyago, biashara ya hizo hereni, cheni, inaweza ikaonekana kwa macho, unaweza ukaona kama ni biashara tu ndogo, kumbe ni fursa kubwa sana ambayo ina uwezo wa kujenga maisha yako, ina uwezo wa kusaidia familia yako nzima, ukawa na kipato endelevu na maisha yakawa mazuri sana. Kupitia Moyo wa Malezi tunakushauri uendelee. Songa mbele, fanya kazi, kuwa mbunifu, kipaji kinalipa. Tumeona kabisa nchini Kenya jinsi ambavyo vijana wanafanya, jinsi ambavyo vijana wanapambana kutengeneza hivyo vitu. Unaweza kuwa unaona unafikiri labda ni vitu ambavyo labda havina, lakini wafuatilie, fedha mfukoni inazungumza. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare, usiache kulike na usiache kucomment kwenye channel yetu ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki, asante.